Wakili wa klabu ya Young Africans anajulikana kwa majina ya Simon Patrick amechapisha ujumbe mzito ambao unatafsiriwa kuwalenga viongozi wa bodi ya ligi, TFF pamoja na rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, Wallace John Karia. Siku ya Jumapili tarehe 23 Machi mwaka 2025, wakili Simon Patrick kupitia ukurasa wake wa Instagram amechapisha ujumbe unaosema kwamba kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiongozi ukitaka kuheshimiwa na kila mtu lazima uwe na roho ya unyenyekevu. Mwisho kunukuu kile ambacho alikiandika wakili huyu kutoka klabu ya Yanga. Sasa ujumbe huu kutoka kwa wakili huyu umetafsiriwa kwa kumlenga Rais Wallace Karia ambaye siku chache zilizopita alitoa taarifa nzito kuhusiana na utendaji wa kazi wa viongozi wa klabu ya Yanga, ambapo sasa wanaonekana kutokuwa na mahusiano mazuri na bodi ya ligi. Siku chache Wallace Karia alitoa taarifa mbaya ambayo iliwalenga viongozi wa klabu ya Yanga. Katika taarifa yake alieleza kwamba hakuna haja ya viongozi wa klabu ya Yanga kushinikiza bodi ya ligi kujiuzulu kwa sababu wao pia wamekuwa na changamoto nyingi za kiutendaji, lakini hawajawahi kuwajibishwa hata mara moja. Rais Karia alifika mbali zaidi na kusema kwamba kama viongozi hao wameshindwa kuongoza soka la Tanzania, basi waachana na masuala ya uongozi katika soka na waangalie sekta zingine mbadala, waende kuongoza masuala ya sinema, waachana na soka. Taarifa hii kutoka kwa Wallace Karia of course iliweza kupokelewa vibaya na viongozi wa klabu ya Yanga pamoja na wadau mbalimbali wa klabu ya Yanga, na wote wanaeleza kwamba rais huyo amewakosea heshima viongozi wa klabu ya Yanga na anapaswa kuomba radhi mara moja. Rais Wallace Karia mpaka sasa hajaomba msamaha wa aina yoyote, na pengine ndio sababu inawafanya viongozi mbalimbali wa klabu ya Yanga kuendelea kuandika maandiko mbalimbali kupitia mitandao yao ya kijamii. Yes, kwa andiko hili ni wazi taarifa mpya ya wakili wa Yanga kwa Rais Karia pamoja na bodi ya ligi. Kwa upande wako ulikuwa una maoni gani?